Miongoni mwa maswali yanaulizwa sana ni kwamba je, wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kupoteza mechi zao mbili za awali kwenye kundi lao la D ligi ya mabingwa barani Afrika, wanayo nafasi ya kusonga mbele kwenda katika hatua ya robo finali, kwa maana kwamba kumaliza miongoni mwa timu mbili za juu? Hilo ni swali limekuwa likiulizwa mara kwa mara, lakini jibu ni fupi tu kwamba ndio, inawezekana, haswa kwa sababu mpaka sasa mechi zilizochezwa ni mbili katika kundi lao la D. Yes, mechi mbili kundi D kama ilivyo kwenye makundi mengine yote. Katika mechi mbili Simba imeruhusu mabao matatu, imefunga bao moja, iko mkiani, haina pointi. Na hiyo ni baada ya kufungwa moja bila na Petro Atletico kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Halafu kwenda kufungwa ugenini mabao mawili kwa moja na Stade Malien. Lakini kwenye kundi lao wanaoongoza wana pointi 4 tu kila moja, ambazo ni nani? Ni Petro Atletico ya Angola na Stade Malien, ambazo zote zina pointi 4. Kilichofanya moja iwe juu moja chini ni mpangilio tu wa herufi, alphabetical orders, kwa sababu wanafanana kila kitu. Kila moja imefunga mabao mawili, imeruhusu bao moja baada ya kushinda na kutoa sare. Sasa maana yake ni nini? Katika mechi 4 zilizosalia Simba wanao uwezo wa baki 4 zimebaki kati ya 6, maana 2 washacheza, wanao uwezo wa kufikisha pointi 12. Wakifanya hivi wanakwenda hatua robo finali. Lakini wawili wao uwezo wao ni kwa sababu wana pointi 4 tayari, wakishinda hizo 4 zilizobakia wanao uwezo wa kutimiza pointi 16 kila mmoja. Kwa hiyo wao wana nafasi zaidi kwenye makaratasi, lakini kiuhalisia kundi lao liko wazi sana. Kila mmoja ana nafasi, akiwamo Simba. Mwingine ni Esperance de Tunis ambaye yeye mpaka sasa ana pointi 2 baada ya kupata sare katika mechi zote. Kwa lugha nyingine, Esperance de Tunis uwezo wao ni kufikisha pointi 14 endapo watashinda mechi zao zilizobakia. Lakini sasa kwa Simba ili itimize malengo hayo ya kuwa miongoni mwa timu mbili za juu, inaweza ikashinda mechi 3, pointi 9 zikawavusha, inategemea. Inaweza katimiza pointi 8, lakini kwa uhakika zaidi inapaswa kushinda katika kila mchezo ulio mbele yao. Lakini vinginevyo inaweza ikafikisha hata pointi 10, kwa mfano ikashinda michezo 3 ikatoa sare moja, pointi 10, itakuwa na nafasi ya kusonga mbele. Lakini vinginevyo chini ya hapo, endapo haitafikisha pointi nyingi kama hizo 12, 10 na kadhalika, maana yake Simba wakati mwingine itahitaji mahesabu makali ya calculator, kwamba wao wakipata matokeo haya sisi tupate haya, basi sisi tutasonga mbele. Zile tukiwafunga wakitoa sare, au tukiwafunga wakifungwa, sisi tukiwafunga wale tunasonga mbele. Hapo calculator inawahusu, ndio. Lakini kwa uhakika zaidi ni kushinda tu. Sasa mtihani uliopo ni juu ya benchi la ufundi la Simba chini ya meneja Dimitar Pantev, kocha Selemani Matola na wachezaji wao kwa ujumla na timu nzima yote na management, kuona namna gani hizi mechi watazicheza kwa kiwango cha fainali. Kila mechi iliyo mbele yao ni kama fainali, kwamba imma washinde, ikishindikana sana ndipo sare, lakini wasiruhusu kupoteza tena mchezo. Mechi hizo ni zipi? Tarehe 23 Januari ratiba inaonyesha mwaka 2026 mechi hizi 4 za fainali ndipo zitaanza. Mechi ya kwanza katika hizi 4 itakuwa dhidi ya Esperance de Tunis, na kisha mechi ya pili itakuwa dhidi ya Esperance de Tunis, halafu ndo zinafuatia mechi dhidi ya wapinzani wake wengine Stade Malien na Petro Atletico. Sasa Esperance de Tunis, hii ni fainali kali zaidi hizo mechi mbili, kwa sababu na wao mwenendo wao sio mzuri. Wakati makundi yakipangwa, Esperance de Tunis walikuwa potiwani. Matarajio ni kwamba wao ndo waende kuongoza kundi kutokana na ubora wao. Ni klabu namba 3 kwa ubora barani Afrika, ikizidiwa tu na Al Ahly ya Misri na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, wanafuatia wao kwa ubora kwa viwango vya CAF. Sasa mambo yamebadilika. Wao hivi sasa wako nafasi ya 3 kwa kuwa na pointi 2, wanaongoza na pointi 4. Narudia, kundi bado liko wazi, lakini liko wazi na kila mmoja ana fursa, endapo kila mmoja anataka kusonga mbele atumie fursa hizo kwa mechi zilizobaki. Maana yake utakapotumia wewe fursa, mwingine ndipo anapopoteza fursa. Sasa Esperance de Tunis katika mechi hizi itapambana mno kuhakikisha inarekebisha mwenendo wa mambo. Haijashinda mechi yoyote, na hivyo mechi dhidi ya Simba wataona ndo mahala sasa kocha Maher Kanzari na wachezaji wake wote pa kurekebisha mambo, na ni eneo hilo, ni mechi hizi ndizo ambazo Simba wanatakiwa nao kurekebisha hali ya mambo. Ni fainali nzito, kila mmoja anayo nafasi, inawezekana, lakini sio kazi rahisi. Na
ugumu au tuseme mvuto wa mechi hizi za Simba dhidi ya Esperance de Tunis unatokana na ukweli kwamba mpaka sasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika makundi yote manne zimechezwa mechi mbili. Timu zinazoongoza kukosa nafasi za wazi za kufunga, ambao ndio tatizo kubwa, ni Esperance de Tunis ambayo imepoteza big chances 8 na ndio inayoongoza kwa kukosa nafasi nyingi za kufunga 8, huku mshambuliaji wake kinara tunazungumzia Florian Danyo akipoteza 50% ya big chances. Nafasi 4 kapoteza Florian Danyo, walimsajili hivi karibuni kutoka katika ligi kuu ya Ufaransa. Raia huyu mwenye uraia pacha wa Ufaransa na Ivory Coast kawakosesha mabao 4 ya wazi ya kufunga kati ya 8. Lakini ya pili kwa kukosa nafasi za wazi za kufunga ni Simba Mnyama, ambayo mpaka sasa ishapoteza nafasi za wazi za kufunga 5, baadhi yake zikipotezwa na Jonathan Soa, ikiwamo katika mechi waliofungwa 2-1 na Stade Malien, Jonathan Soa akiwa miongoni mwa wale waliokosa nafasi za wazi. Sasa Simba wanaotengeneza nafasi nyingi za kufunga lakini wanazikosa wazi kama hizi 5. Esperance de Tunis inaoteza nafasi nyingi za kufunga lakini inapoteza nafasi nyingi za wazi, ndo wanapokutana. Maana yake ni timu ambazo zina uwezo wa kufika eneo la mwisho, zina uwezo wa kutengeneza nafasi za kufunga. Tatizo ni jinsi ya kuzibadili kuwa mabao. Sasa watakapokutana, ni dhahiri kwamba mabenchi ya ufundi kwa timu zote mbili, maeneo ambayo wanakwenda kufanyia kazi mpaka kufikia hiyo Januari, ni juu ya namna kubadilisha nafasi kuwa mabao. Ikifanya hivyo, Simba itawapa furaha wekundu wa Msimbazi, Simba itawapa furaha wa Tanzania kwa sababu inaweza kushinda, lakini lazima igangamale haswa. Na baada ya hapo kazi itabaki sasa kwa Stade Malien tutakao kuja kwa Mkapa, kazi itabaki kwa Petro Atletico ya Rwanda ya Angola, ambapo Simba watakwenda kule nchini Angola. Msimu wa 2022-2023 Simba ilianza kwa kufungwa 1-0 na Horoya kule nchini Guinea. Kwa Mkapa ikafungwa na Raja Casablanca 3-0. Lakini Horoya walipokuja kwa Mkapa kucheza na Simba, Simba kwa hasira wakawapiga 7-0. Simba wamepigwa 2-1 na Stade Malien. Je, itafanya hivyo kama msimu wa 2022-2023 ilivyowafanyia Horoya kwa kuwapiga goli nyingi kwa Mkapa? Hilo ni swala la kusubiri, lakini cha msingi Simba mbali na kufanya kazi eneo la ushambuliaji ili kubadilisha nafasi kwa mabao, ni pamoja na kisaikolojia kujijenga kwamba wana uwezo wa kurejesha ile slogan yao ya kwa Mkapa hatoki mtu, kwa sababu hivi karibuni mechi kwa Mkapa katika michuano ya CAF hawajashinda mechi 3 mfululizo. Walitoa sare ya 1-1 dhidi ya Gaborone United, wakatoa suluhu dhidi ya Nsingizini Hotspur ya Eswatini. Gaborone United ni ya Botswana, wakati ikifundishwa na Dimitar Pantev. Lakini dhidi ya Petro Atletico ya Angola wamepoteza 1-0. Kwa hiyo na mechi 3 kwa Mkapa katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu, kuanzia ile raundi ya pili ya kuania kufuzu hatua ya makundi dhidi ya Nsingizini Hotspur, lakini ile ya raundi ya kwanza kuania kufuzu hatua ya makundi dhidi ya Gaborone United, na sasa mechi ya kwanza hatua ya makundi dhidi ya Petro Atletico, Simba zote hawajashinda, sana sana ya mwisho wamefungwa. Watapokwenda kucheza dhidi ya Esperance de Tunis, lazima kifikra, kisaikolojia warejee katika dhana yao, ile kauli mbiu yao kwamba kwa Mkapa toki mtu, kwa sababu uwezo huo wanao, wanatengeneza nafasi. Inachopaswa kufanya ni jinsi ya kuzibadili kuwa mabao. Vinginevyo mechi hizi mbili dhidi ya Esperance de Tunis wakifanya vibaya, watajiweka katika wakati mgumu zaidi, kwa sababu hatima yao inashikwa na mechi hizi mbili kabla ya kumalizia zile za mwisho. Kwa kuwa ilishapoteza 2, ikija ikapoteza tena nyingine 2 dhidi ya Esperance de Tunis, Simba safari yake itakuwa imeishia hapo. Ni dhahiri kabisa itakuwa imeishia hapo, kwa sababu matokeo yoyote ya Stade Malien dhidi ya Petro Atletico ambao watacheza nao back to back, kama watakaocheza Simba dhidi ya Esperance back to back, yatamfanya mmoja pande juu zaidi, halafu ataungana na Esperance de Tunis endapo Esperance itashinda mechi zake dhidi ya Simba. Lakini Simba ikipata matokeo mazuri dhidi ya Esperance de Tunis, maana na uwezo wa kuwa katika nafasi 2 za juu na timu nyingine yoyote kati ya Stade Malien na Petro Atletico. Kuna wakati calculator itatumika kama nilivyotoka kueleza awali. Ili calculator isitumike, Simba ni kushinda, halafu kushinda, halafu kushinda tena, na kwa kuanzia dhidi ya Esperance de Tunis, halafu hao waliobaki wawili kuwafunga vile vile, ili kujihakikishia nafasi ya kusonga mbele kwa hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ambayo wekundu wa Msimbazi Simba tangu msimu wa 2018-19 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, ukiondoa 2019-2020 walipotolewa na UD Songo, Simba wamekuwa walau wakiishia hatua ya robo finali na si kinyume chake. Sasa msimu huu malengo ni walau kufika nusu finali. Ili kutimiza lengo ni pamoja na kushinda mechi hizi dhidi ya Esperance de Tunis. Sio mechi nyepesi hata kidogo, ni ngumu, lakini inawezekana. Muhimu ni mashabiki wa Tanzania
kuwaamini wekundu wa Msimbazi Simba kwamba wanaweza, kama ilivyotokea msimu wa 2022 2023, kuwaunga mkono mwanzo mwisho katika mechi zao, na wachezaji wenyewe kutekeleza mipango kazi ya benchi la ufundi chini ya meneja Dimitar Pantev, lakini katika eneo la mwisho kubadilisha nafasi kwa mabao, maana wao wanatengeneza nafasi nyingi za kufunga, hawazitumii. Yote haya yakifanyika, Simba inayo nafasi ya kusonga mbele kama ilivyofanya 2022 2023. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.